Leo kipindi cha leo ni maombi. Kama nilivyokuambia jana, leo tutaomba maombi ya kuwasha taa. Neno letu katika Zaburi ile ya Zaburi ile ya 18 na mstari wa 28 unasema, kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu. Kwa hiyo leo tunataka tuwashe taa kwenye maisha yako, na tuna maeneo kama 4-5 ambayo tunaombea kuwasha taa, lakini kwa siku ya leo tutaombea maeneo mawili tunawasha taa. Unapoingia kwenye maombi haya, washa taa kweli kweli, washa taa kabisa. Amini, taa ya Mungu imewaka katika maisha yako. Maeneo haya mawili tunaombea leo, tunawasha taa kwenye eneo la afya, kwenye lango la afya, Shetani anatuonea sana kwa kupitia magonjwa. Kisoma kwenye waraka wa pili kwa Korinto sura ile ya 12 ile sura 12, Paulo anasema ile aya 8 kwamba mjumbe wa shetani alinipiga na mwiba. Kwa hiyo tunaonewa sana na magonjwa. Magonjwa ni nguvu za giza. Washa taa kwenye lango lako la afya. Shika tumbo, shika kichwa, shika mahali panapouma, washa taa. Kwenye Injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Injili ya Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 4 na wa 5, neno la Mungu linasema ya kwamba kwenye mstari wa 4 na wa 5, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Unasikia kwamba ndani ya Yesu kulikuwa kuna uzima, na uzima ni nuru ya watu. Kwa hiyo nuru ni uzima, taa ni uzima. Washa taa kwenye lango lako la afya. Kila eneo la pili ambalo leo tutaombea kwa leo, nalo liombea, tunaombea kuwasha taa kwenye lango la kiuchumi. Kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa 8 na wa 12 anasema kwamba Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Unasikia? Washa taa kwenye lango lako la kiuchumi. Ofisini kwako, washa taa. Ndio nchi ambayo Mungu amekupa. Biashara, washa taa. Ndio Mungu ambaye amekupa hiyo biashara, ni lango. Ndio nchi ambayo Mungu amekupa ufanikiwe, ubarikiwe. Tamka kubarikiwa, tamka kufanikiwa, tamka kataa roho za madeni, kataa roho za kunyanyaswa ofisini, kucheleweshwa mshahara, kushikilia malipo yako. Kataa katika jina la Yesu. Washa taa kwenye lango lako la kiuchumi. Kwenye ule mstari wa 12 anasema kwamba atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua na nchi yako kwa wakati wake, na kubarikia kazi yote ya mkono wako. Umesikia kwamba na mbingu kutoa mvua, na nchi ndio hiyo biashara yako, ndio hiyo kazi yako hapo. Washa taa hapo. Hebu twende mbele za Mungu sasa. Nataka tuombe, tuwashe taa. Nasema washa taa, washa taa. Kama uko ofisini, washa taa. Kama hujaingia kazini, ukifika ofisini, nenda kawashe taa ofisini kwako. Washa taa ya Bwana, washa taa. Hebu twende tukaombe maombi ya kuwasha taa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamuinua mtoto wako na mtumishi wako huyu anayenitazama na kunisikiliza. Bwana, ninamwombea maombi haya. Ninawasha taa Bwana, sawa sana Daudi kama alivyosema kwamba Bwana anaiwasha taa yangu, nami naiwasha taa yake kwenye lango lake la kiafya. Bwana, ninawasha taa katika jina la Yesu. Kama ni magonjwa ambayo yanamsumbua, ni uvimbe tumboni, ni kansa, ni magonjwa ya ngozi, ni magonjwa mengine yoyote, ni kisukari, Bwana, ni pressure, tunawasha taa katika jina la Yesu, sawa sawa na neno lako kama ilivyoandikwa katika Injili ile Injili ya Yohana sura ya kwanza na ile aya ya 4 ya kwamba ndani yake mlikuwa na uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Na washa taa katika jina la Yesu, na washa taa katika jina la Yesu. Magonjwa, nguvu za giza, nguvu za shetani, na washa taa, tunawasha taa, tunawasha moto, tunawasha moto, taa, tunawasha moto, taa, tunawasha moto. Magonjwa yayuka, uvimbe yayuka, magonjwa achia, nguvu za mauti, achia maisha yake, achia moyo wake. Tunawasha taa kwenye lango la afya, tunawasha taa, kwenye lango la kiuchumi tunawasha taa. Bwana, umesema utaibarikia kazi ya mikono yake, kazi atakayeshia kwa mikono yake. Bwana, tunawasha taa kwenye lango la uchumi, kazini kwake. Bwana, kuna mtu ambaye ananisikiliza mahali hapa, Bwana, amesulumiwa haki yake, ni ofisini kwake, malipo yake yamechelewa, biashara yake inaharibika, amekopa madeni, shida kulipa madeni. Bwana, leo madeni, hana amani, anakimbia ofisi, anakimbia nyumba kwa sababu ya madeni. Roho ya madeni, toka
katika jina la Yesu. Tunawasha taa kwenye lango la kiuchumi, kwenye mikono yake. Bwana amesema atabariki kila kazi atakayeshika kwa mikono. Hii mikono kichocho kinachoshika, tunawasha taa, tunawasha taa, tunawasha taa, tunawasha taa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuwasha taa, endelea kuwasha taa kwenye lango lako la kiuchumi, endelea kuwasha taa kwenye mikono yako, washa taa kwenye miguu, washa taa popote utakapofika, washa taa, washa taa, washa taa. Kufanikiwa, tamka kufanikiwa, tamka kufanikiwa, tamka kufanikiwa, tamka kurejesha mali yako ambayo imezulumiwa, umeshtakiwa vitu vyako, umeshtakiwa, umezulumiwa vitu vyako, tamka kurejesha, tamka kurejesha, tamka hazina yako ya gizani ambayo imefichwa, imechukuliwa na shetani, tamka, rejesha, rejesha, rejesha. Tunawasha taa, tunawasha taa, tunawasha taa katika jina la Yesu. Tunawasha taa, tunawasha taa. Pokea, ndio, pokea, ndio, pokea nguvu. Kuna watu nasikia nguvu, kuna nguvu inapita tumboni, inapita kwenye mikono, unapita kwenye mikono, kuna vitu vinaondoka kwenye mikono, kwenye miguu vinaondoka. Hivyo ni vifungo. Washa taa, washa taa, washa taa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Washa taa. Endelea kuomba maombi haya ya kuwasha taa. Endelea kuomba maombi ya kuwasha taa. Mimi naondoka hewani, lakini wewe endelea kuomba. Fika ofisini kwako, omba, washa taa ofisini kwako, washa taa kazini kwako, washa taa kwenye afya yako, kwa watoto wako. Tamka kwenye lango la afya, tamka, washa taa. Magonjwa yasipite, uharibifu upite, vifo, mauti, ajali, roho za ajali, vifo vya ghafla, kataa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na Mungu akutendee, na Bwana amewasha taa yake kwenye maisha yako. Amen.